Mimi natokea Mbogwe, na Mbogwe tumepata neema mwaka huu. Wizara ya Madini tumepata maleseni mengi. Tunampongeza sana waziri wa madini kwa leseni alizozitoa. Japokuwa kila kitu kizuri huwa kinakuwa na changamoto, mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa ambayo hapa sasa hivi inasumbua kwenye mkoa huu wa kimadini, watu wanahitaji zile sheria za misitu na sheria za madini ziweze kulegezwa kidogo, ili kusudi watu waende wakachimbe kwenye leseni zao. Kwa hiyo kupitia hii hotuba ya waziri mkuu, niombe sana serikali na wahusika wote kwamba waone sasa kila sababu hawa watu waliolipia maleseni huko waende wakaanze uzalishaji, ili kusudi nchi yetu tuweze kupata mapato mengi na kuweza kukamilisha hii miradi mingine ambayo bado tunahitaji. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi yetu bado ina uhitaji mwingi. Majimbo yetu, kila mbunge hapo ukiongea naye ukimuuliza, bado mahitaji hapo ni mengi. Pamoja na kwamba yaliyofanywa ni mengi, lakini shida na zenyewe bado ziko nyingi majimboni. Kupitia mkoa wa kimadini wa Mbogwe, nina imani tuna matilioni mengi tunaenda kuyapata. Nikiangalia upande wa barabara, kila mbunge hapo ukimuuliza barabara zake haziko sawa. Lakini pia upande wa maboma, wananchi walijenga miaka mingi huko, maboma bado yanahitaji pesa. Kwa hiyo niombe sasa Wizara ya Madini, kwa vile tunaona kabisa kwamba dhahabu ziko nje hapo Mbogwe kwetu, waweze kuwasiliana na watu wa TFS ili kusudi walegeze masharti hayo yaliyopo, ili dhahabu ziweze kuchimbwa na kazi ziweze kuendelea. Jambo jingine hapa, napenda nimshukuru waziri mkuu. Waziri mkuu, umekuwa msaada wetu mkubwa sana sisi wabunge wako. Tulikuwa tukipata na matatizo mbalimbali tunakufuata, unatuelekeza kwamba nini cha kufanya. Mungu akubariki sana. Mwaka huu ni mwaka wa 10, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na umefanya kazi na hayati John Pombe Joseph Magufuli, na penyewe ulikuwa kutusikiliza, lakini vile vile hujaonyesha ubaguzi wala kinyongo chochote. Mama, na penyewe hujabadilika. Kwa kweli ubarikiwe sana baba, Mungu akubariki sana. Lakini pia niwapongeze wasaidizi wako, kwa maana ya naibu waziri mkuu Dr. Mashaka Biteko pamoja na wengine ndani ya ofisi yako. Mungu awasimamie, na hii hotuba yenu inatupa dira kwamba sisi kama wabunge nini cha kuwashauri na nini cha kufanya, ili kusudi watu wetu waweze kunemeka. Nizungumzie masuala ya mikopo hii 10%. 10% pamoja na watu wenye ulemavu. Hii eneo hili halijakaa vizuri, na iomba ofisi yako waziri mkuu waweze kufanya maboresho vizuri. Na kwenye swala la ajira, hasa walemavu wanapohitimu elimu ya juu wapewe kipaumbele, ili kusudi kuweza kuingia kwenye mifumo kuweza kulitumikia taifa hili. Kwa sababu nakutana na mtu mlemavu amesoma vizuri, ana kila kitu viko safi, lakini changamoto ni ajira. Kwa hiyo niombe serikali hii ya awamu ya 6 watu wenye ulemavu iwape kipaumbele, ikiwemo hiyo mikopo 10% pale inapotoka kwenye halmashauri zetu, lakini na wao kama wao kwa vile wamesoma ni wasome wazuri, waweze kuajiriwa na serikali hii, ili tubaki sisi wazima sasa tupambane. Wale wengine kama ajira zitakuwa bado, lakini hao wenye ulemavu waajiriwe kwanza. Jambo jingine napenda kushauri hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nipende kuwashauri viongozi wenzangu wa vyama vyote na wachungaji wote pamoja na mashehe. Huu mwaka ni mwaka wa kuomba sana. Tunahitaji tupate viongozi waaminifu kwenye taifa letu. Kitakacho tutoa kwenye umasikini ni uaminifu tu, lakini ni mbaya sana pale mnapompata kiongozi sio mwaminifu, matokeo yake tena kuanza kutukanana pale ripoti za CAG tunapoanza kuzijadili. Kwa hiyo wananchi tunaowaongoza kwenye maeneo yetu, kila mmoja wetu wanatujua kwamba huyu ana tabia gani na huyu ana tabia gani. Kama kuna mtu ana tabia sio nzuri, sio mwaminifu sana katika serikali hii ya awamu ya 6 na tunaenda kupigiwa kura, wamalizane naye huko wananchi, ili huku tunataka warudi wale wenye nguvu ya Mungu, wenye upendo na taifa letu. Taifa letu tumelia na umaskini muda mrefu. Tunahitaji sasa ya tosha Waislamu na Wakristo waseme kwa jina la Yesu tunatuma viongozi ambao ni waaminifu, ili kusudi tupige hatua kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, inauma sana. Wapo watu wanaolipa ushuru, wanalipa kodi wakitegemea maendeleo waone kwenye maeneo yao. Inaumiza pale ripoti inapokuja kutoka ya CAG, tena kuna baadhi ya watu wenzetu wamelihujumu taifa.
Ukiangalia rais, mheshimiwa rais anavyopambana kutafuta miradi, anajibana usiku na mchana, anasafiri kuhakikisha kwamba taifa lake lisikwame. Miradi hii inatumwa kijijini. Huko kijijini wanaenda kupokea watu wetu ambao ni wataalamu wetu. Kweli wapo wazuri, lakini wapo na wabaya. Wengi ni wazuri, wabaya ni wachache. Kwa hiyo wachache watolewe kwenye mfumo, wabaki waaminifu ili taifa letu liweze kupiga hatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu zipo changamoto katika miradi hii mingi tunajisifia. Kwa mfano mimi zaidi ya bilioni 74 nimepokea kwenye jimbo langu la Mbogwe. Lakini ipo miradi nyingine wananchi walikuwa wakishirikishwa. Mradi unakuja unatimilika kabisa, unajitosheleza. Mwananchi kwa vile hajui huko, mbunge na wewe huko bize huko na vikao vya bajeti, wanaambiwa wananchi tena kuchangishwa, ambapo serikali hii imeshatoa jengo zima bila mwananchi kugusa kitu chochote. Lakini kwa kutokutambua wananchi wetu, wanaambiwa tena walete matafari, walete nondo, walete kokoto. Unajikuta pesa zilizotolewa kwa mradi mzima zinaishia kwenye mifuko ya watu wengine. Sasa hao ndio nawaombea washindwe kwa jina la Yesu na waweze kupotea kabisa kwenye taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru mama tena kwa kufungua demokrasia. Na juzi nimeona vyama 18 vimesaini. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu wote tukachukue fomu kuanzia tarehe 1 ili tuweze kupimwa na wananchi na tuweze kuingia kwenye michakato na wananchi waweze kuhakikisha kwamba wanabadilisha uongozi mbovu, wanaweka mtu yule wanayemwamini. Lakini lipo swala lingine la rushwa. Niwaombe wananchi kupitia mkutano huu ama jukwaa hili la bunge, mtoa rushwa ni kansa moja kubwa sana. Kwenye maandiko matakatifu rushwa imekataliwa mara 3. Lakini pia hata sheria zetu rushwa hazitakiwi. Sasa wananchi, unapopewa rushwa na mtu, isiwe ndoa ya kufunga naye. Wewe chukua rushwa, kaa kimya, alafu za kwako kwenye akili sasa kufikiria kwamba hii rushwa niliyopewa, huyu hana mapenzi mazuri na mimi. Mwisho wa siku usimpe kura kabisa, ili kusudi ajue kabisa kwamba unajua na tunajielewa vizuri sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kukushukuru wewe. Ninajua na wewe unaingia kwenye michakato hii ambao tunategemea kuingia wote. Mungu akubariki, Mungu akusimamia sana Mwenyekiti, na wewe ukavuka salama. Imani yangu tutarudi pamoja Mwenyekiti. Lakini cha msingi tumtangulize Mungu. Cha msingi tumtangulize Mungu Mwenyekiti. Hata faula tutakazoanza kuzicheza huko baada ya bunge letu tukufu kuvunjwa tarehe 27, najua kila mtu atatoka na sura yake hapa. Kwa watu muombe Mungu. Lakini vile na vyombo ambavyo vimepewa kutusimamia kama marefari wetu, haki ndio kitu pekee ambacho kitatuvusha salama. Kwa sababu hata vurugu huwa zinaanzia pale haki inapokuwa haipo. Ukisoma hata jinsi vita zinavyotokea nchi zingine, chanzo kabisa haki, ukikuta haki imepindishwa lazima vurugu itakuja tu. Ndio maana mimi nasemaga kipaumbele changu mimi ni haki, amani baadaye. Mtu akivunja haki yangu lazima tuvurugane, mambo ya amani yatakuja baadaye. Kwa hiyo nitoa wito kwa wale wote viongozi waliochaguliwa kutusimamia kwenye uchaguzi huu, watende haki ile ya Mungu. Mimi Maganga, kama kula zangu hazitoshi, ziache hivyo hivyo, zikae hivyo hivyo, usiniongezee wala kuniibia kula. Nikiwa nimeshinda, ziache hivyo hivyo, kula zangu zikae hivyo hivyo. Kwa sababu mimi siamini katika haramu kwenye maisha yangu. Haramu, mimi ni mtu wa halali. Kwa maana hiyo, na wabunge wenzangu niwaombe tusiwe na ubaridi wala unyonge. Twendeni tukapambane na tuhakikisha tunatafuta haki ya Mungu, na tukipata haki na maana taifa letu litazidi kuwa la haki.